asifiwe. Kuna mama mmoja alimbariki sana Mungu uzao, alimbariki sana. Alianza kumnyanyasa mwanamke asiyekuwa na mtoto. Bwana apewe sifa. Dhihaka ya Mungu siku zote huwa halipi kwa hapo, anakuacha usahau. Akikuacha usahau ndipo yeye anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Anawaachia wanadamu wazungumze, anawapa nafasi, anawapa uhuru, anawapa kibali, afu linakuwa lina uzito, linakuwa lina nguvu. Yule mama palipita muda fulani, ndio ujue Mungu alivyofundi. Yule mama, ile dhihaka ya yule mwanamke ambaye hajapata watoto. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama, kilichotokea baadaye sana, yule mama baadaye palipita, Mungu alimpa watoto double. Mpaka leo yupo. Lakini yule mama mwenye dhihaka, watoto yani wana kazi yani ni maafisa. Kwa hiyo kila mwaka gari zinatoka sehemu mbalimbali zinakuja kila mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Walikufa mwaka jana, amekufa binti ambaye alikuwa anampenda mno, alikuwa anafanyia benki. Dhihaka. Lakini yule mama ambaye alikuwa amedhihakiwa, Mungu amempa uzao, ana watoto kama 8 hivi mpaka leo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Natamani wewe uliye na watoto wengi usimdhihaki asiye na mtoto. Bwana apewe sifa. Thamini. Mchungaji huwa anafundisha sana kwa habari ya kumthamini mtu mwingine, kuacha ya kwako. Amegusia mtumishi wa Mungu kwa habari ya vitu fulani, kuliani kupuuzia vitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukifika hapa, mtu siwe kigezo cha wewe kukaa. Yule mtoto yani mfundishe angali mdogo.